Kwa nini nyuma ya pazia? Biblia ina jumla ya vitabu 66. Baadhi ya Biblia ni zaidi ya 66, na vinavyofanya viongezeke, kuna vitabu viko hapo katikati na vingine vimechanganywa kidogo. Lakini ukweli visingevipaswa kuwa ndani ya Biblia, kwa sababu havina ushahidi wa mambo makubwa mawili. Moja, waandishi havina ushahidi kwamba hao waandishi waliandika kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu, wale walioandika vile vitabu. Kwa hivyo baadhi ya hivyo vitabu vina majina ya watu wakubwa sana katika historia ya Biblia, kina Enoch na wengine, lakini sio yeye aliandika. Sababu ya pili, ndani ya vile vitabu kuna maneno ambayo yanakinzana na ushahidi wa wazi kabisa wa vilivyoandikwa kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Kienda habari hivyo vitabu vinavyozungumziwa hivyo vingi viko, na baadhi ya watu wanajitahidi hata walete, wasema kuna kitabu cha Barnaba, Injili ya Barnaba, sijui nini. Ibilisi ni katika tu kuchanganya, mpaka wengine wanasema unajua kuna kitabu kina ukweli. Na wanasema tumesoma sio tu wanadamu wa kwanza alikuwa ni huyu, kulikuwa na wengine. Na vitabu vingine watu wakivisoma wanasema mke wa kwanza wa Adamu hakuwa Hawa. Hivyo vyote ni masimulizi na hekaya za Abunuwasi, na ukiamua kutafuna kutoka katika hivyo utatafuna uelewa sahihi wa kweli ya neno la Mungu. Kwa hivyo, lakini ukivitoa hivyo nje, viko vichache ambavyo viko mule, lakini kama Makabii 1, Makabii 2 au Makabayo 1 na Makabayo 2 ambavyo ni vya historia. Hivyo ni vya historia tu, kama ambavyo mtu ameandika historia ya vita ya Majimaji, vita vya Mau Mau Kenya, historia ya hivi, kwa sababu ni vita wakati Wayahudi wanapambana na utawala wa Antioch, kulingana na kulazimishwa kufanya ibada isiyo sahihi wakati ukoo wa kikuhani walipoenda msituni na wakajipanga kwa vita ile. Sasa vile viwili vimeandika tu historia kilichofanyika wakati ule. Ni kama ambavyo wewe utaandika historia, na haimaanishi ya kwamba umevuviwa ili kuandika historia hiyo. Ndio maana bado kwamba hivyo 1 na 2 Maccabees ni vimeandika kilichotokea, lakini bado haipaswi kuingia kwenye Biblia, kwa sababu kilichoandikwa kikaingiwa kwenye Biblia kina ushahidi wa utendaji wa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ukiandika wewe au nikaandika mimi, hatuwezi kukiingiza hapo, kwa sababu tu nimeandika kilichotendeka kwa kweli kabisa. Hapana, Biblia sio tu kilichotendeka kwa kweli, ila ni pumzi ya Mungu, ni alichosema Mungu. Na kwa sababu akisema Mungu ndio kiwango cha utakatifu, kiwango cha maisha ya kila mwanadamu, na kipimo cha uadilifu, standard of morality, hatuwezi kuipata kutoka kwingine isipokuwa maandiko matakatifu. Ndio maana vile vyote vinaondolewa hivyo vitabu vyote, na vingine vina masimulizi ya ajabu kweli kweli, ili kuwachanganya watu wasijue, wafu hawajui chochote. Kwa hiyo wanalazimisha waviweke ili watu waamini mtu akifa anaweza kuendelea kusikia. Na mmoja pia udanganyifu mkubwa unaoendelea, wakati Biblia haitambui mtu akifa anaweza bado kuzungumza na ndugu zake, ama anaweza kwenda mbinguni, haielewi. Lakini baadhi ya vitabu, kwa nini Ibilisi ameviforce viingie mle kupitia taasisi za kidini, wakati tangu mwanzo mpaka mwisho vilikataliwa katika timazi iliyokuwa ina scrutinize namna ambavyo Mungu alivyohifadhi maandiko.
na alivyopitisha katika mchakato wake mpaka vibaki 66. Kwa hiyo ninarudi hapa kukueleza kwa ujasiri kabisa katika historia na mchakato wa uandishi wa Biblia ni vitabu 66. Kwa hiyo kama una Biblia na vitu kama hivyo, basi hiyo Biblia usome ukivijua. Viko 66 na hivyo vingine vione tu kama masimulizi yaliyoko pale, na usidhani kwa kuwa viko ndani ya Biblia basi vinaweza kunifundisha. Agano la Kale ni vitabu 39 na Agano Jipya ni vitabu 27. Biblia hiyo ambayo mwandishi wa kwanza ambaye Mungu alimtumia ni Musa, na kitabu cha kwanza kuandika ni kitabu kile cha Ayubu, alafu ndipo cha pili cha kitabu cha Mwanzo. Sasa kwa nini Ayubu haikuanza kule? Ni kwa sababu ni vivipangwa katika makundi makubwa matatu: moja Torati, mbili manabii, tatu vile inaitwa writings, ketuvim, maandiko ambayo yana ushairi, yana nyimbo, yana historia, yana nini. Sasa ndio maana unaona Ayubu akikutangulia, kwa sababu kitabu cha Ayubu hakiko kwenye ile Torati, ingawa mwandishi ni Musa. Kwa hiyo unapoja kukiona huku baadaye kwenye upande wa ushairi na nini. Lakini ndicho cha kwanza kuandikwa ambacho kinahusu pambano kuu. Unaposoma mengi unayoyapitia wewe, Mungu aliona vema cha kwanza kuandikwa kuhusu pambano kuu, maisha aliyopitia Ayubu, na hakujua nini kinaendelea, lakini kumbe ilikuwa ni mazungumzo kati ya shetani na Mungu, na Mungu anamruhusu afanye ambacho Ibilisi alisamini. Ayubu anamcha Mungu kwa sababu amepewa mali, amepewa familia na afya njema, na Mungu anamwambia hapana, Ayubu